Na kwa hakika si vinginevyo kila mja manawa, au kila mtendaji wa jema au jambo, manawa, atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Na hadithi ni ndefu sana, lakini mradi lazima mtu aweke nia thabiti. Samina nuia kukaa msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kwa ajili ya kufanya adhkari, kwa ajili ya kufanya istighfari au nyiradi mbalimbali, basi hapa atapata ujira wa itikafu, kwa sababu ametia nia na amedhamiria kukaa msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fati lingine ni kukaa msikitini katika muda wote uliojipangia itikafu. Umepanga ukae msikitini masaa mawili, basi ukae hivyo. Umepanga ukaa msikitini siku 2, iwe hivyo. Siku 10 iwe hivyo. Illa lihaja, isipokuwa unaweza kutoka kwa mambo ambayo ni ya lazima. Mfano mtu kutoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja katika maeneo ya msalani, kwenda kukoga, au pia hata mahitaji yale ya lazima, labda chakula na kuchukua, au maradhi yakamwijia ambayo hawezi kuendelea na itikafu, akaenda akapata dawa au akamwona daktari kisha karudi, huyu atahesabika bado yungali ndani ya ibada ya itikafu. Lakini kutoka bila sababu ya lazima, kwa ajili tu ya ngoja nikawaone jamaa zangu fulani, ngoja nikapige story hizi, ngoja nikafanya jambo hili, ngoja nikafanye lile, hapa atakuwa itikafu yake imeharibika, kwa maana ya kwamba akirejea msikitini ataanza upya na itasabika ameanza muda huo alirejea mara ya pili. Kwa hiyo adamul khuruji min almasjid kwa mwenye kukaa itikafu, kutotoka msikitini kwa mtu ambaye ameadhamiria kukaa itikafu katika muda ule aliodhamiria, iwe ni nusu saa, iwe ni masaa mawili, iwe ni siku 1, iwe ni siku 5, 6 au siku 10, kama ilivyokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwamba alikuwa akikaa itikafu ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Alivyozungumza jana kwa kirefu nukta hiyo. Jambo lingine ya itikafu ambalo ni sharti ni kutokutana na mwenza wako. Mume kutokutana na mkewe, au mke kutokutana na mumewe katika kipindi ambacho ameazimia kukaa itikafu kwa ajili ya kumtii na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili Allah anasema wala tubashiruhunna antum aakifuna fil masajid tilka hududullah, wala msikutane na wenza wenu hali ya kuwa mmetia nia ya kukaa itikafu katika misikiti. Kwa hiyo kama una sababu ya kwenda nyumbani, hilo jambo lisitokee wewe na mwenza wako, iwe ni dharura ya kuendea dawa, dharura ya kufanya hili na lile, hapo sawa. Lakini swala hilo likiwepo, tayari itikafu ya muhusika imevunjika na atalazimika kuanza upya kabisa itikafu yake. Jambo lingine, at-tahara min al-haidh wan-nifas, ni mtu hasa mwanamama au mwanamke kuhakikisha yupo katika utahara, yani ameepukanwa na haidh, ada yake inayopatikana kila mwezi kwa mwanamama, wan-nifas au wilada, au ada inayopatikana kwa mwanamama baada ya kujifungua. Akiwa katika hali ya usafi na tahara, ndipo ataruhusiwa kuketi itikafu msikitini. Nje hapo haruhusiwi. Kwanza hata kukaa msikitini kwa mwanamke mwenye hali hizo si ruhusa katika jambo hilo, japo kuna ikhtilafu za hapa na pale, lakini kauli yenye nguvu, haimpasi mwanamke aliyo kwenye ada yake ya mwezi au ada ya kujifungua kuketi msikitini. Kwa hiyo sharti lingine ni mtu kuwa tahara, hasa katika upande wa kina mama. Lakini pia katika hili tuongeze jambo, inawezekana ni mwanamume pia akapatwa na hadathul akbar, yani janaba likamkuta yuko itikafu, hili haliwezi kuvunja itikafu yake, atakuwa atakoga na ataendelea itikafu kama kawaida. Kwa hiyo hilo pale lazima lifahamike namna hiyo. Lakini pia jambo lingine ambalo inatakiwa mtu alizingatie katika itikafu ni kutokatisha itikafu endapo itikafu hiyo ni nadhiri, kwa sababu ikishaingia kwenye nadhiri ni wajibu. Kwa mfano mtu akadhamiria, ni bwana, katika Ramadhani hii naweka nadhiri ya kukaa msikitini siku 3,
nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima nadhiri hiyo aitekeleze. Na atapoanza kukaa itikafu kwa ajili ya nadhiri hiyo, atalazimika paka amalize hizo siku 3 alizoweka nadhiri. Wakati akikaa itikafu kwa isiyokuwa nadhiri, anaweza kama kukatisha tu, nimepanga kukaa siku 4, nimekaa siku ya kwanza ya pili, ngoja niishie tu hapa niendelee na mambo mengine. Nimepanga kukaa masaa 5, nimekaa masaa 2, ngoja niendelee na mambo mengine. Hiyo inaruhusiwa. Lakini ikiwa ni nadhiri, lazima uitikamilishe. Umeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nikipata wasaa siku fulani au katika 10 la pili au la 3 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, nitakaa i'tikafu kwa muda wa siku 3 au kwa muda wa masaa 5 au masaa 3. Basi ikifika siku ambayo umeweka nadhiri, lazima utekeleze nadhiri hiyo. Allah anasema yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Moja katika sifa za watu waliokuwa wema ni kutekeleza nadhiri ambazo wameziweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakihofia siku ambayo nadhiri itakuwa kwao ni shari kubwa endapo hutoitekeleza nadhiri hiyo. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akae itikafu na asikate, na anaruhusiwa kukata itikafu anapotaka. Laisa bilazimun illa idha nadhara, hakuna ulazima wa kutokatisha itikafu ya mtu isipokuwa mtu anapokuwa katika nini? Katika nadhiri ya itikafu hiyo. Ni hadithi iliyosimuliwa na Abu radhiyallahu anhu na kupokewa na Imam Bukhari na Muslim, yani muttafaqun alayhi. Kwa hiyo inasisitiza jambo lazima la itikafu, mtu akikaa anaruhusiwa kuikata muda wote ule. Lakini endapo itikafu aliyokaa ni ya nadhiri, hapasi wala haruhusiwi kuikata. Jambo lingine ambalo linazungumzwa pia, je, inaruhusiwa mtu kuja na vifaa vyake? Mto, godoro, shuka, kwa sababu asili ya itikafu ni msikitini. Na nje ya msikiti si nini? Si itikafu. Itakuwa ni umekaa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, unapata ujira wako, umjitenga na watu na kadhalika. Lakini sasa umekuja msikitini, haruhusiwa kuja na godoro, shuka na vitu vinginevyo, mafuta ya kupaka, si vitu gani, vikokoro vyote kaja navyo. Jawabu ni kwamba hilo linaruhusiwa na pia linapendeza zaidi kuwa hivyo, kwa sababu ukija na mfano na shuka lako la kutandika katika msikiti, au kijigodoro kidogo cha kutandika kukunja kile cha dharura,